Sasa usingizi ukawa unagoma kabisa kuja. Akatoka kwa kunyata kutoka katika chumba ambacho alikuwa amelala na kuanza kutafuta nilipo. Siku hiyo nilikuwa kwenye siku zangu, hivyo sikuweza kumkubali mwanaume yeyote yule kwa ajili ya kulala naye. Sasa kuna muda nikawa nimetoka naenda zangu uani. Sasa wakati huo natoka uani, nikashangaa nashikwa mkono. Nilipogeuza macho, alikuwa ni Julius. Anataka nini wewe muda huu? Ikabidi niulize, nataka huduma. Akajibu Julius kwa sauti ya kujiamini, huduma gani wewe mwanaume? Embu achana na mimi, na kwanza leo nipo kwenye siku zangu. Nikawa kama najitetea, ndiyo nina hamu. Sasa tafuta namna ya kunisaidia na sio kuniambia upuuzi wako. Kisha akatoa kama 300,000 kisha akanimwagia, kwa maana alijua fika kuwa kwenye hela sichomoi. Basi nikaanza kulamba koni pale pale. Akawa analalamika, akawa anasema kuwa ujifanye unanichanganya, siwezi kukuoa. Siwezi kukuoa mimi. Alikuwa analalamika kwa utamu mpaka unaweza ukamuonea huruma. Basi nikafanya yangu mpaka nilipomaliza nikawa nataka kuondoka. Nikasikia anasema, Jafeti, ni nani kwako? Haikuhusu, kwani una tatizo na mimi? Nikamuuliza, hapana, nakuuliza tu kuwa Jafeti ni nani kwako? Jafeti ni rafiki yangu. Haya, sema kama una swali lingine, nataka kuondoka zangu. Nikasema, najua unaniongopea na najua ni lazima atakuwa ni mmoja wa wanaume ambao wameshawahi kukununua, ila unajifanya ni rafiki yako. Ilikuwa ili kufunika kombe mwanadamu hapite, na hautakaa usikie nikuulize tena, na kwa maana sijui unahisi nina wivu na wewe au vipi? Mimi siwezi kukuonea wivu wewe, changodoa. Akawa anasema, Julius, umemaliza kuongea au unataka kuniongezea pesa nikupe huduma? Maana naona kama unaongea mambo ambayo hayapo, alafu upo kama unataka kunichimba. Mimi ni wa kike bro. Kama umeona nimeshakuhudumia, achana na mimi, kwa maana huwa unalolijua kuhusu mimi. Nikasema, kisha nikawa nataka kuondoka zangu. Nikashangaa nasikia Julius anasema, usije ukadhani kuwa wewe ni mwanamke special sana. Kuna wanawake wengi wazuri sana kuliko wewe, so acha kulinga. Kisha kaondoka zake. Nikaona ni kama maneno ya mkosaji na hawana yanayonipunguzia wala kuniongezea kwenye maisha yangu. So nikampuuza na kisha nikaendelea na maisha yangu kama kawaida yangu. Asubuhi saa 11 nikaanza safari ya kurudi nyumbani, kwa maana nilitakiwa kuwa kanisani kabisa kabla ya saa 12 kamili. Kweli niliwahi nikafanya usafi, na baada ya hapo tukaanza morning prayer. Tuliomaliza morning prayer, mama mchungaji akatuita, akawa anataka tukapate chai kwake. Basi tulikuwa wanne, tukakubali. Sasa ukitoka kwa mchungaji ni lazima upitie kanisani, ndiyo upande anapokaa. Ile napita tu kanisani, nikashangaa na kumbatiwa kwa nyuma. Nilijua ni lazima atakuwa Julius,
Nilikuwa najua kuwa ananipenda, ila sikujua hata ni sababu zipi ambazo zilimfanya anipende, ila sikutaka kumuonesha hali yoyote. Nikageuka kisha nikamsalimia pale, nilikumisi sana Aneti, na maana hautajali, naomba sana tufunge ndoa baada ya mwezi mmoja mbele, kwa maana nateseka sana na wala sitaki kuendelea kukosea, kwa maana nakupenda sana. Samahani bwana Julius, nilikuwa nakuchukulia kama rafiki tu, na kuna kijana ambaye amenichumbia na amemwambia mchungaji kuwa ananipenda, so nimeona niolewe naye. Samahani, najua wewe ni mwanaume mzuri sana, ila naomba umuombe Mungu akupe mke wako na mke wa maisha yako. Nikasema sio kweli kwamba nilikuwa na mwanaume, ila nilimuona kama anakuja kwa kasi sana, na mimi sikuwa nataka kuongea naye hata kidogo, na wala sikutaka kuendelea kuwa na ukaribu naye, kwa maana niliamini kuwa siku moja anaweza akaja akanichomesha mtaani. Unasema nini? Akauliza Julius kwa sauti ya ukali kidogo, kisha akawa ananikokota. Sikujua ananipeleka wapi, kumbe alikuwa anataka twende kwa mchungaji kuhakikisha kama ni kweli amenitafutia mchumba au la. Nikaona hapa ni pabaya, kwa maana kwanza najulikanaga sisimagi uongo. Nikaanza kujiliza mpaka Julius akawa anashangaa nalia nini, kumbe nataka nimuunguzie tena, kwa maana nilikuwa namuona kama amezidi kuwa king'ang'anizi kwangu. Unalia nini wewe? Julius akaniuliza. Najutia kwa Bwana Mungu wangu kwa kusema uongo, sijui atanipa adhabu gani siku ya mwisho, naomba nisamehe sana. Nikasema mbona sikuelewi? Akauliza Julius kwa sauti ya mshangao. Hakuna mwanaume yoyote yule ambaye alienda kwa mchungaji, nilikuwa na kudanganya tu. Nikasema hapa najizuia kulia kwa sababu nimefanya dhambi ya kusema uongo. Nikashangaa. Akanikumbatia kisha akanambia, kwa nini sasa ulikuwa unanidanganya mama, au haupendi Julius? Akaniuliza. Samahani sana, samahani sana, samahani sana, samahani sana, ila sikuwa na namna nyingine zaidi ya hiyo, kwa maana sitamani kuolewa na wewe. Nikasema hapo Julius akashtuka kidogo, kwa maana alikuwa anajitahidi sana kunifanya nijisikie vizuri. Alikuwa anapambana sana kunifanya nijione kama mwanamke wa kipekee sana. Alikuwa anajitahidi sana kuhakikisha na kuwa na furaha siku zote za maisha yangu, na alikuwa na pesa pia. Nani ngumu kwa mwanamke yoyote anayetaka maisha mazuri kumkataa mwanaume kama Julius? Ila sikuwa namtaka kwa sababu unajua hata hajui mimi ni nini kweli. Kuna wakati nilikuwa natamani kuacha ukahaba, ila nilikuwa nashindwa, kwa maana mimi na dada yangu tulikuwa tunahitaji pesa nyingi, yani karibu milioni 10, na nilikuwa natamani
siku moja na mimi niwe mke wa mtu, ila sikujua hata itakuwaje mpaka nikaolewa. Sikuelewi Aneth, naomba uniambie nini, kwa sababu gani hautaki kuolewa na mimi? Akauliza Julius. Najua wewe ni kijana mzuri sana na ni ndoto ya kila mwanamke, ila mwenzio nimesali na kuomba sana, ila Bwana Mungu wangu hajawahi hata siku moja kunionyesha wewe kama ndiyo mwanaume wangu. Hajawahi hata siku moja nikaonyesha kama wewe ni mwanaume wa maisha yangu. So naamini Mungu atakuja kunionyesha mwanaume mwingine na siyo wewe, kwa maana najua Bwana Mungu wangu ananipenda sana, na ingekuwa ni wewe basi angenishanionyesha ishara tu kuwa wewe ndiye yule mwanaume ambaye namtarajia. Nikasema hapo Julius ananiangalia akiwa kama haamini hivi. Nikawa naondoka zangu, basi akaniambia kuwa nikalale nipumzike na kesho yake atakuja kuongea na mimi vizuri, ila hata sikumjibu, ila niliona bora nihame mtaa, kwa maana sikuwa nataka kukutana na Julius kila wakati. Nikaenda kumwambia dada yangu Nei, na yeye akawa ananisapoti kuwa tuhame mtaa, na nikakubali. Basi nikaenda kutoa taarifa kanisani na kuonekana kunielewa, na kwa kuwa tulikuwa na pesa kidogo haikuwa shida kwetu. Basi siku hiyo hiyo tukahama, na dada yangu alifurahi sana, kwa maana alikuwa anataka tuhame siku nyingi, ila mimi ndiyo nilikuwa nakataa kwa sababu ya ibada ambazo natakiwa kuzifanya kila siku. Basi tukahama mtaa wa mbali kidogo, na dada akaenda kuniombea ruhusa kwa bosi wangu. Sijui alikuwa danga lake, kwa maana hajawahi kumkatalia dada yangu jambo lolote lile analoliomba. Kumbe ile siku ambayo mimi sikuwa nimeenda, Julius alienda na mwanamke pale akataka kunirusha roho, ila kwa bahati mbaya sikuwepo. Akaenda kumfuata meneja na kuniulizia hapo. Mimi nililala zangu tu ndani, mara dada yangu akanipigia na kusema kuna dharura, anaomba niende kazini. Basi nikaenda, nikashangaa natakiwa kumhudumia Julius na mwanamke wake. Nikajua fika anataka kunifanya nijisikie wivu. Nikamfuata meneja na kumwambia kuwa siku ile nilikuwa nimechoka sana, ninahitaji kupumzika. Akaniambia kuwa ataniwekea chumba kwa ajili ya kupumzika siku hiyo, maana kazi zetu ili ulale ni lazima upate mwanaume na kulala naye, na tofauti na hapo huwezi kulala kamwe, yani ni utafanya kazi usiku kucha. Basi akatoa oda kwa kuwa chumba kimoja kisipewe mtu kwa ajili ya mimi kupumzika na nimhudumie Julius, na alikuwa ni mteja mbabe. Akija pale kazini, basi kila mtu atafurahi, kwa maana ambavyo anamwaga mahela. Basi wakawa wanalishana pale huku wananiangalia, na kila sasa saa wananiita, mara nimuinamie nimiminie kinywaji, mara nimbadilishie chakula. Nikawa natii, kwa maana ndiyo kazi tena. Nikawa pale, mara simu yangu ikaanza kuita. Alikuwa ni Jafeti. Akaniuliza nipo wapi, nikamwambia kuwa nipo kazini, niko bored sana huku nyumbani, kama hautojali naomba nije tupige story.
Nikakubali kwa maana hata mimi nilikuwa nipo bored kwa namna ambavyo Julius ananituma kama mfanyakazi wake. Baada ya dakika chache Japhet alikuja na kukaa na mimi. Sasa wakati Julius anaogeuza macho anakutana na rafiki yake kakaa na mimi, akazidisha mbwembwe, mara amkisi yule mwanamke, mara afanye hivi, ila sikuwa na mjali. Sasa kuna muda wakakokotana mpaka chumbani, na kwa kuwa niliitwa kwa ajili ya kumhudumia Julius alipokuwa anaenda kulala, nikaomba na mimi nikapumzike, na Japhet naye akawa anataka na yeye akapumzike, ila vyumba vikawa vimeisha. Nikamwambia tukalale wote, na tulikuwa tunajuana na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na hisia kwa mwenzake, na tumeshawahi kulala sehemu moja, sio mara moja. So halikuwa jambo la ajabu sana kwetu. Basi niko chumbani napiga stori na Japhet, mara tukasikia mwanamke anatukana kuwa yani, umeninunua uje kupiga na mimi stori hivi? Wewe mwanaume una akili wewe? Mimi sijuzi kwa sababu ya pesa bro, nataka huduma, alafu unakuja kunileta ngonjera zako. Ikabidi tutoke tuone ni nani huyo ambaye alikuwa anapiga kelele. Ndio tukaona ni yule mwanamke ambaye alikuwa na Julius, alikuwa anataka kuondoka, na hapo vyumba vyote vimefunguliwa na watu wamechungulia ni nani ambaye anagombana na mpenzi wake. Sasa si ndio Julius kugeuza macho anatuona mimi na Japhet tunatokea chumba kimoja, akawa kama asikilizi zile kelele za yule mwanamke wake, akawa anatuangalia sisi tu. Basi baada ya yule mwanamke kuondoka, kila mtu akarudi kwenye chumba chake, na mimi na Japhet tukarudi kwenye chumba chetu. Kumbe huku Julius hana amani, anajua moja kwa moja kuwa mimi na Japhet tunakulana. Kumbe hakuna hata kitu kinachoendelea. Tukawa tunapiga stori mpaka tunacheka. Kumbe Julius amekaa mlangoni anatusikiliza. Alipoona vicheko vimezidi, tukashangaa mlango unafunguliwa, na kumbe tulisahau kufunga. Posh baby, naomba ukaendelee kunihudumia, maana leo nimelipia pesa kwa meneja wako kwa ajili ya kunihudumia, twende ukanihudumie vinywaji. Akasema Julius baada kuingia ndani usiku huu. Kwani una shida gani na huyu mwanamke bro? Akauliza Japhet. Ndio usiku huu, maana sioni yoyote kati yenu akiwa amelala, simuoni yoyote kati yenu akiwa ana usingizi. Mnaonekana kama mlikuwa mnapiga stori sana na mna dalili ya kulala sasa hivi au baadaye. So na kuomba kwa heshima yako Posh baby, njoo unihudumie, na kama unataka kujiunga na sisi karibu sana, akasema Julius kumwambia Japhet. Sikutaka kubishana naye, nikawa natoka kwenda kumhudumia hicho kinywaji anachotaka. Sasa ile nimetoka tu na kufunga mlango ambao nimetokea, nikashangaa ananivuta na kunibusu. Alikuwa kama ana ukame, maana alikuwa ananibusu kwa fujo. Aisee, nilimwasha kibao, na wakati huo Japhet naye akawa anatoka chumbani, akaona namna ambavyo Julius alikuwa ananibusu na kile kibao nilichompa. Nilikuwa najua kuwa Julius alikuwa ananipenda na mimi nilikuwa nampenda pia, ila nilikuwa naogopa siku zote akija kujua kuwa nina sura mbili atanifanya nini.
kuwa nina sura ya Aneth mlokole na Poshi baby mdangaji. Basi alipoona rafiki yake kaniona akaanza kucheka, kisha akasema, yaani mimi naanza kumkisi kahaba? Ama kweli mimi sina akili, ila hawa madada poa ni watu wa waganga sana. Usikute hata ameniroga ili nikupe pesa zangu, akasema Julius, kisha akaondoka zake. Lakini Japhet alishajua kuwa rafiki yake alikuwa ananipenda, akanifata na kuniuliza, vipi mahusiano yako na Julius? Ikabidi nimuhadithie Japhet kila kitu, kuwa alishawahi kuninunua mara moja, ila kesho yake nikamkuta kwenye mtaa ambao naishi, na pale mtaani kila mtu ananijua kuwa mimi ni binti mlokole sana. Rafiki yako wakati wowote huwa alikuwa anakuja kuniambia kuwa anataka kunioa kwenye taswira yangu ya ulokole, alafu anakuja kulala na mimi kwenye taswira yangu ya ukahaba, na akija kukutana na mimi mtaani alikuwa ananiomba msamaha, samahani sana, na kutaka nikubali anioe. Na akija klabu kila siku alikuwa ananitolea kauli chafu bila kujua yule mlokole na huyu kahaba ni mtu mmoja, ila nahisi anajishangaa kwa nini anahisia na taswira zote mbili. Akijua kuwa yule mlokole na huyu kahaba ni watu wawili tofauti, kumbe ni mtu mmoja. Nikaendelea kumsimulia Japhet, ila nahisi kama anajishangaa kuwa hisia anazozipata akiwa na mimi kama mlokole na akiwa na mimi kama kahaba ni moja, na ndiyo maana ananisumbua. Nikasema aise, Japhet alicheka sana, kisha akasema, kumbe jamaa ameshapenda ndiyo maana anahangaika kiasi hichi. Ila kwa nini kwanza umekuwa kahaba mama? Maana mimi naijua misimamo yako. Nilikuwa naamini siku moja utaolewa ukiwa bikra, ila leo umegeuka kwenye biashara chafu kiasi hichi, akauliza Japhet. Hata mimi sipendi kabisa ninachokifanya, ila ndio hivyo, sina namna. Mama yangu mpaka sasa hivi yuko India, moyo wake una shida, so tunahitajika milioni 10, na pesa yote ambayo naipata mimi na dada yangu tunaipeleka kwenye matibabu ya mama yangu, so sina namna nyingine ile ya kutafuta pesa zaidi ya hii, ila pia sikutaka kuingia kwenye ukahaba mpaka siku naobwakwa na yule aliyefanya hivyo. Badala ya kuniheshimu alianza kunitukana kuwa nimezubaa, na nikaona kile kitu kilini athiri na kujiona kama sina thamani tena, so nikaona sina cha kufanya zaidi ya kufanya hizi kazi. Nikasema na Japhet alionekana kunionea huruma sana, na akawa ananiishi na kuniambia ataanza kunisaidia na yeye pia pale ninapokwama, na ataanza kunitafutia kazi, kwa maana anatamani niache biashara ya haramu. Na nikakubali naye pale ukoni. Kumbe Julius usingizi hauji, akawa anajiuliza mimi nalalaje na Japhet mpaka asubuhi, ila sikujali. Na kumbe kulipopambazuka akaenda kwenye ule mtaa ambao nilikuwa naishi, akaambiwa nimehama. Alipagawa, akaja pale ofisini mchana, akawa anataka meneja amutie mimi, na wakati huo nilikuwa na Japhet tunajaribu kutafuta namna ya mimi kupata kazi. Mara nikapigiwa na meneja kuwa
yule meneja wa ile baa kuwa kuna mteja anataka nimhudumie, lakini huu si wakati wangu wa kupumzika. Meneja, wewe mwenyewe ni shahidi kuwa nimefanya jana kazi usiku kucha na wakati huu natakiwa kupumzika. So bosi, na kuomba uniache nipumzike kidogo na nitakuja jioni. Akasema kwa maana wakati huo nilikuwa nimechoka sana, kuna 200,000 hapa. Akasema meneja, na niliposikia pesa kidogo msisimko yangu ikalegea, nikaanza kujiandaa na kwenda kwenye ile pabu. Ameshalipa pesa na kuna 200,000 yako hapa. Sasa utachagua uje au tuachie hii pesa iende kwa mtu mwingine? Akasema bosi, kisha akakata simu. Tuendelee. Nikamgeukia Jafeti na kumwambia kuwa Julius anahitaji sasa hivi, tunafanyaje? Na sina nguo zangu za kazi, kwa maana kwa wakati huo nilikuwa nimevaa kiheshima kama kawaida yangu. Nitakupa hiyo 200,000. Akasema Jafet, naomba uweke hiyo 200,000 unayotaka kunipa na nikachukue 200,000 ya Jafeti, kwa maana nahitaji sana pesa. Nikasema na Jafeti akaonekana kunielewa, akaniingiza dukani, akanichukulia kiwalo, kisha akaniomba anipeleke, kwa maana alikuwa na kusafiri na mimi nikakubaliana naye hapo. Tumefika pale kwenye baa, nilikuwa na Jafeti. Julius alimkata jicho ila hakujali, akawa anamsalimia ila ni kama hakuwa hata anataka salamu yake. Akapewa 200,000 yangu, nikaanza kumhudumia Julius ila ni kama hakuwa na raha kabisa. Yani akanigeukia kama anataka nimwekee pombe tu. Alikunywa sana siku hiyo, kisha akawa anasema, Aneti, kwa nini umeniacha bila chakuo? Ni kweli hunitaki, ila angalau usingeniacha Aneti. Hapo alikuwa amelewa nyui, sio siri. Nilijisikia vibaya na nikawa natamani hata kumfariji, ila sikujua naweza kumfariji vipi. Umenifanya nije kumpenda kahaba, kwa nini umeniacha Aneti? Julius akawa anaendelea kulalamika. Sasa mimi na Jafeti tukawa tunaangaliana tu, kwa maana tulijua fika anamzungumzia Aneti mlokole, bila kujua huyo Aneti amekaa naye pembeni yake na alikaa nimhudumie ile alfajiri. Basi tukampeleka Julius nyumbani kwao, ila mimi niliachana kwenye gari kwa maana nilikuwa nimevaa nguo ya ajabu mpaka nikawa naogopa kushuka. Nikawa namsikia mama yake akiwa anasema, kukuambia uwe ndio umeona uwe unalala ba kwenye madangulo na uwe unakunywa hivi mwanangu, kwani una shida gani na wanawake mwanangu mpaka unashindwa kuoa? Ndio nikagundua sababu ya Julius kutokupenda kulala nyumbani ni kwa sababu ya kelele za mama yake za kila siku, kelele za utaoa lini. Basi Jafeti baada ya kumsikiliza kumfikisha chumbani kwake, alirudi kwenye gari ya kisha akaniuliza ni jambo gani ambalo limetokea. Nikamwambia kuwa nilikuwa nimehama, so nahisi baada ya kunikosa ndiyo akawa hivi, ila mshikaji anakupenda sana, kwa nini usikubali akuoe na huyu mtonyo unaotaka? Hata hii ishara yako naamini kuwa ni lazima atakutimizia kuwa namna alivyokupenda
Akasema Julius, tatizo anajua kuwa mimi ni bikra, na wakati hata yeye nimeshalala naye mara kibao. Nikasema Jafeti. Akaanza kucheka kisha akasema, ila wewe kiboko, sasa utamficha mpaka lini kuwa wewe ndiyo yule binti mlokole ambaye alikuwa anatangaza nia kila siku? Au aliuliza Jafeti. Hata sijui mwisho wa huu mchezo utakuwa ni lini, ila ngoja tusubiri tuone. Basi siku hiyo nilizunguka sana na Jafeti, ila sikupata kazi. Alijaribu kuniulizia kwa marafiki zake, ila waliishia kumjibu kuwa wakipata watamwambia. So Jafeti akanirudisha mpaka nyumbani, na kwa mara ya kwanza basi akaniaga pale kisha akaondoka zake. Ila asubuhi na shangaa nagongewa hodi, kwenda kufungua mlango na shangaa namuona Julius pamoja na Jafeti pamoja. Nilishtuka nikajua ni lazima Jafeti ameniuza tayari.